Mambo ni vipi mwana familia wangu? Ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu muda huu hapa. Kwa hususani kwenye lile angazima la kimichezo na kubwa kuliko, tunatoa moja kwa moja kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani pale Yanga Sports Club kuangalia kunani hapo, kuna mambo gani yanayoendelea ndani ya timu hiyo ya klabu ya Yanga yenye maskani yake pale kwenye mitaa ya Kariakoo. Bwana kuelekea kwenye mchezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kati ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie, tayari mambo huko unaambiwa yamekwisha weza kutaradadi, mambo yamezidi kupamba moto. Kama ninavyofahamu klabu ya Yanga wameweza kusalia na mchezo mmoja pekee ambao wao wanaamini huenda wakaenda kufuzu kwenda kwenye hatua robo finali, huku wakiombea wapinzani wao FAR Rabat waweze kupasuka ama kuchezea kichapo kizito kutoka kwa timu ya Al Ahly. Sasa kuelekea mchezo huu hapo tayari huko unaambiwa mambo yamekwisha weza kutaradadi. Kuna taarifa mbalimbali zimesambaa, hususani shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF wao wakiweza kutoa taarifa yao kuhusiana na mchezo huo kati ya klabu ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie. Mchezo unatarajiwa kufanyika Februari 15 pale kwenye dimba la New Amaan Complex lililopo visiwani Zanzibar. Mchezo huu ni muhimu kweli kweli kwa upande wa klabu ya Yanga na anahitaji aweze kushinda bao nyingi ili aweze kupita kwenda kwenye hatua ya robo finali, huku akimwombea njaa timu ya FAR Rabat aweze kuchezea kisago kizito dhidi ya timu ya Al Ahly. Sasa undani wa taarifa hii juu ya yale yote yanayoendelea, hususani kuhusiana na ile taarifa ambayo CAF wameweza kuitoa kuelekea kwenye mchezo huu hapo, nitakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kukusii sasa hivi uendelea kusalia nasi hapa upate undani wa taarifa hii ambayo niko nayo hapa mezani kwangu, na mimi nitakujuza moja kwa moja. Lakini pia kabla sijakusogezea hii taarifa, naomba nikukumbusha jambo moja na la kimsingi kabisa mwana familia wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa kwenye chaneli yetu hii ya Bongo Vibe TV, naomba nikwambie jambo moja na la kimsingi. Kama ulikuwa bado hujasubscribe chaneli yetu, basi wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na azile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa mpya za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV, hakikisha mwanamichezo wangu unakwenda kusubscribe chaneli yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Baada ya kufanya hivyo, utakuwa wewe ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya zile za kimichezo, bado utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekwisha weza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linabaki kuwa jepesi kabisa mwanamichezo wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekwisha weza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimekujuza hapo awali. Kama ninavyofahamu klabu ya Yanga weekend hii hapa takopo dimbani kucheza dhidi ya timu ya JS Kabylie katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutokea kwenye kundi B, ambapo mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe klabu ya Yanga nafasi yake kwenda kutinga kwenye hatua robo finali ni naweza kusema ina ugumu fulani, licha bado ana nafasi ya kutinga kwenda kwenye hatua hiyo ya robo finali. Yani imekuwa ni kama ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kwa namna ambavyo kundi la klabu ya Yanga jinsi ilivyo sasa hivi, kwa nafasi ya kwanza ikishikiliwa na Al Ahly akiwa na alama zake takribani 9 kwenye michezo mitano aliyoweza kucheza, huku nafasi ya pili ikishikiliwa na timu ya FAR Rabat alama 8 kwenye michezo mitano aliyocheza. Nafasi ya tatu Yanga Sports Club alama 5, lakini nafasi ya mwisho ni JS Kabylie. Kwa hiyo ukiangalia msimamo wa kundi hili B unaweza ukaelewa kipi na maanisha, kwa maana ya kwamba klabu ya Yanga anahitaji aweze kushinda mchezo kwa mabao mengi ili aweze kupita
kwenda kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, huku akimwombea njaa sana timu ya FAR Rabat wanapokwenda kukutana na timu ya Al Ahly waweze kupata aweze kufungwa, isitokee FAR Rabat kashinda wala FAR Rabat kuweza kupata sare ya namna yoyote ile, kwa maana kwamba FAR Rabat akipata sare anaweza akajikusanyia takribani alama 9, alama ambazo hata Yanga wafanyeje hawezi kuzipata kwenye mchezo wao wa mwisho wa kwenda kucheza dhidi ya timu ya JS Kabylie. Hivyo inabidi Yanga aweze kushinda, lakini pia FAR Rabat aweze kupoteza dhidi ya timu ya National Al Ahly. Kwa upande wa kocha mkuu wa timu ya Al Ahly kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho dhidi ya timu ya FAR Rabat, amekushaweza kuweka wazi ya kwamba hajalizishwa kabisa na namna ambavyo timu yake hiyo ya Al Ahly iliweza kucheza dhidi ya timu ya JS Kabylie mpaka kuweza kupata sare wakiwa nyumbani. Hivyo kwenye mchezo wa mwisho ambao unakwenda kuzikutanisha timu hizi mbili, timu ya Al Ahly dhidi ya timu ya FAR Rabat, anahitaji kushinda ili kuonyesha umma ama kudhibitisha yupo serious na mashindano haya ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Ikumbuke lakini pia kwenye mchezo ambapo Al Ahly yuko ugenini pale Rabat, FAR Rabat waliweza kuwafanyia figisu zito timu hii ya Al Ahly, waliweza kuwafanyia figisu na vurugu nyingi, wakiweza kuwarushia mpaka vitu vyenye ncha kali kwenye uwanja, jambo ambalo liliweza kupelekea timu ya FAR Rabat kukutana na rungu zito la kafu la kuweza kufungiwa michezo miwili bila kuingiza mashabiki, lakini pia kupigwa faini nzito. Sasa kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho, kocha mkuu wa timu hiyo ya Al Ahly bwana Jez Toram, yeye ameweza kuweka wazi ya kwamba mchezo huo wanahitaji alama na matokeo mazuri. Kwa kauli hiyo ya kocha huyo mkuu wa timu ya Al Ahly, tutegemee chochote kitu ama tutegemee matokeo mazuri yakitokea kwa upande wa klabu ya Yanga kama wanayoyahitaji kwa timu ya FAR Rabat kupoteza mbele ya timu ya Al Ahly, huku klabu ya Yanga na yeye akiwa na kibarua kingine cha kuhakikisha anashinda mabao mengi kuanzia mabao 3 na kuendelea, ili ajihakikishie nafasi ya kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa upande wangu sina shaka na klabu ya Yanga kuweza kutoa mabao mengi, maana tuliweza kushuhudia akifanya hivyo kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya timu ya CR Belouizdad. Mchezo wa kwanza alipokuwa ugenini Yanga aliweza kupasuka chuma 3 bila, lakini mchezo wa marudiano Yanga alihitajika ashinde mabao 4 na kuendelea ili afuzu kwenda kwenye hatua inayofuata ya robo finali, na akaweza kufanya hivyo kwa kumtandika CR Belouizdad chuma 4 bila. Hivyo kwa klabu ya Yanga kupindua meza kibabe wakiwa nyumbani ni swala jepesi na linawezekana, na inaweza kutokea hivyo pale kwenye dimba la New Amani Complex ama Guantanamo kama wenyewe wanavyozoea kuliita dimba lile, ya kwamba atoki mtu. Hivyo tutegemee hayo yote yakitokea pale kwenye dimba la New Amani Complex kwenye mchezo kati ya timu ya Yanga Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya JS Kabylie katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia kupitia afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, hapa namzungumzia bwana Ali Shabani Kamwe, yeye pia ameweza kugusia kuelekea kwenye mchezo huo kati yao dhidi ya timu ya JS Kabylie. Afisa habari huyo wa klabu ya Yanga bwana Ali Shabani Kamwe, yeye ameweza kuzungumza maoni yake ama kila anachokiamini kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho dhidi ya timu ya JS Kabylie, na nukuu alichokisema, anasema ya kwamba nazungumza kwa confidence, sina mashaka kabisa Jumapili Yanga inaenda kufuzu robo finali. Kama kuna hesabu piga wewe, jimalize, mimi sina mahesabu. Saa 1 nitaenda kumshona mtu pale ama ni complex, saa 3 tutaanza sherehe kwenda kwenye hatua ya robo finali. Hayo ni maneno ya afisa habari huyo, lakini pia aliendelea na kusema ya kwamba wale jamani kama walimsoma vizuri Profesa Pacome Zouzoua, kila mpira akigusa wanamkimbilia watu watatu, watu walimkamia sana Profesa, kila anachokifanya wanafika. Nimeshangaa mechi moja tu imekuwa discussion, mara umri umeenda, anafanya sana starehe, acheni wivu. Hapa akimzungumzia bwana Pacome kwa kile ambacho performance yake aliweza kuonyesha kwenye mchezo dhidi ya timu ya FAR Rabat pale nchini Morocco. Lakini pia afisa habari huyu hakuishia hapo, akazungumza tena na kusema ya kwamba hatuhitaji matumaini, sisi Yanga wenyewe tunajiamini na tunajua tutakachoenda kukifanya. Mmeshapiga hesabu zenu na mmeshamaliza maneno